Bwana, kwenye huu ulimwengu wa comedy linapotajwa jina la Shafii Blandi, basi sio mtu mgeni sana. Ni miongoni mwa watu ambao wamefanya makubwa sana katika industry nzima ya comedy. Sasa bwana, Shafii Blandi leo kuna baadhi ya vitu ambavyo amevifanya kwa namna moja au nyingine, kwa dunia ya sasa hivi vinatafsirika kama huzuni kubwa na heartbreaking moment. Hii ni baada ya kuandika waraka mzito sana na kuupeleka kwa wakwe zake wa zamani. Hii anasema kwamba wakwe zake wa zamani wamemlazimisha mwanamke ambaye alikuwa anaishi naye na alikuwa na plani naye za kumuoa kwenda kuozeshwa na mtu mwingine ambaye ampendi. Basi bwana Shafii kupitia katika ukurasa wake wa Instagram ameandika vitu vingi sana. Ni waraka mzito sana ambao mimi ukanivutia, nikasema hapana, siwezi kuliacha hivi, na mashabiki wa Nyayo TV na wafuatiliaji lazima wapate taarifa hii. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu hii pendwa Nyayo TV, basi ni vyema ukabonyeza kitufe cha alama ya subscribe hapo chini. Sasa bwana Shafii kupitia ukurasa wake wa Instagram aliandika mambo yafuatayo, nami na nukuu: huyu binti niliye naye hapo anaitwa Maila. Niliwahi kumposti siku zilizopita. Ni binti ambaye nilikuwa na mahusiano naye, lakini kwa bahati mbaya juzi ameolewa kwa shinikizo la wazazi wake na baadhi ya ndugu zake ikiwemo kaka yake. Binafsi nimeumia sana kwa sababu huyu binti nilikuwa naye kwenye mahusiano sasa ni miaka 5 na ilikuwa na nia njema tu ya kumuoa, lakini wazazi wake walikataa kutokana na kazi yangu ya sanaa, na kaka yake ndo alishinikiza hilo, akatafutiwa mchumba na kuolewa. Binti huyu amejitetea sana, lakini wazazi walimtisha kwamba asipokubali ndoa basi asiwatambue wao kama wazazi wake na sikanyage kwao. Akaika alama ya asante. Nimeumia sana kama kijana ambaye nilijitoa sana kwa huyu binti sana tu, lakini naona haijawa bahati kwangu. Sio mbaya sana, nashukuru Mungu kwa kila jambo, ila na wasii wazazi wengine muwaache watoto wenu wafanye machaguo sahihi kwao. Waacheni watoto wenu wakaishi na watu wanaowapenda. Haya mambo ya kuchaguliana wachumba ni ya kizamani sana na lishapitwa na wakati. Akaweka alama ya kushukuru. Watoto wenu wataishi kwa majuto na kutokuwa na furaha kwenye maisha mnayo wachagulia nyie wenyewe. Siwezi sema mengi, mimi nimeachilia, nimemwachia Mungu kwa yote, ila nimeumia sana. Kijana ambaye nilikuwa na ndoto kubwa sana na binti yenu, nimeishi naye kwa furaha sana kipindi cha uchumba na alikuwa vizuri tu, lakini leo mnamuozesha sehemu asiyoipenda. Akaweka emoji ya kulia. Amewaomba sana, amelia sana, lakini hamjataka kumsikiliza. Tamaa ya fedha ndogo inaenda kuharibu maisha ya binti yenu. Akaweka alama ya kulia. Inasikitisha sana. Tamaa kwa vijana tunaopambana kama sisi, mnatutolea watu ambao walikuwa wanatupa mwanga na nguvu ya kupambana. Sawa, mmenikataa mimi, haina shida. Vipi kuhusu binti yenu? Mmeshafikiria ataishi maisha gani? Ni hayo tu. Pia niwaombe radhi kama nitakuwa nimewakosea wazazi. Akaweka alama ya unyenyekevu. Mmenivunja moyo sana, mimi kijana ambaye mnaniona muhuni, lakini nilikuwa furaha kwa binti yenu. Pia mimi sio muhuni kama mlivyokuwa mnaniona. Akaweka alama ya shukrani. Haya maneno yote yamezungumzwa na Shafii ambaye ni content creator, ambaye ni comedian. Watu ambao wanafuatilia sana industry ya comedian hapa Tanzania, industry ya comedy hapa Tanzania, ni miongoni mwa watu ambao wanafanya vizuri kinoma noma. Lakini hili jambo la mpenzi wake ambaye
anaitwa Maila kuolewa na mtu mwingine ambaye asiyempenda ni jambo ambalo kwa namna moja au nyingine limemletea taharuki kubwa na hajalipenda, na akaamua kuli-address mbele za watu, kuzungumzia machungu yake. Ni machungu makubwa sana. Ni vema wazazi wengi waweze kuangalia watoto wao wanahitaji nini kwa wakati gani, pia kuwatengenezea mazingira mazuri. Sio vizuri hata kidogo kwa mtoto kumpeleka kwa mtu ambaye sio mtu sahihi. Bwana, hizi ni updates mbalimbali kutoka katika YouTube channel yetu ipendwa Nyayo TV. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu ipendwa ya Nyayo TV, ni vyema kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe hapo chini ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya wa YouTube channel yetu hii pendwa. This is Nyayo TV. Thank you for your time. Until next time.